Habari ya wakati huu ndugu yangu unayenitazama, nipende kusalimu kwa jina la Yesu na kukaribisha sana kwenye tafakari ya leo ambayo ina kichwa cha somo kinachosema Yesu Kristo ni manukato. Na kuna maneno mawili hapo, kuna Yesu Kristo ambaye yeye ni mwana wa Mungu. Hapa kuna andiko linasema katika waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 5 na ule mstari wa 5 anasema mwenye kushinda ulimwengu ni nani isipokuwa ni yeye aaminiye ya kwamba Yesu ni mwana wa Mungu. Lakini ukisoma Yohana 1:1 anasema hapo mwanzo kulikuwa na neno, naye neno alitoka, alikuwa ni Mungu. Pasipo yeye hakikufanyika chochote. Kwa hiyo Yesu Kristo ni mwana wa Mungu. Lakini maana nyingine inasema kwamba yeye Yesu ni njia, kweli na uzima. Yaani Yesu ni namna bora ya kuishi leo, kesho na hata milele ambayo haina majuto. Ni lifestyle ambayo unaweza ukaishi isiwe na majuto kwenye maisha yako. Kwa hapa tuna manukato. Manukato ni harufu nzuri inayotolewa na vitu kama maua, mimea na mafuta asili na kemikali za viwandani ambayo yanatengenezwa ili kumpatia mtu harufu nzuri. Kwa hiyo kwa nini tunasema Yesu Kristo ni manukato? Kwa sababu yeye kwa upendo wake alijitoa sadaka, akajitoa uhai wake ili mpaka leo tunapomkiri na kufanya matendo yetu yale ambayo yalikuwa mbaya, yalikuwa yanaumiza wengine, yalikuwa tunadhulumu, tulikuwa tunafanya kila ubaya, tukamkubali na tukamkiri, anatusogeza karibu na Mungu na Mungu anatukubali na kutuingiza katika uzima ule wa milele. Kwa hiyo ni connection iliyopo kati ya sisi na Mungu. Ni Yesu Kristo ambaye ukikaa ndani yake atakufanya uvutie. Manukato huwa yanasaidia mtu kama alikuwa na harufu mbaya, yani kama ulikuwa na matendo mabaya, ulikuwa na matendo ya mwili kama uasherati, uchafu, ufisadi, ibada ya sanamu, uchawi, uadui, hayo ndio matendo ya mwili. Yesu Kristo ukiingia ndani yake ukamkiri, ukaongoka kama Mathayo 18:1 inasema usipoongoka kama vitoto vidogo, hamtaingia katika ufalme wa Mungu. Kwa hiyo yale matendo ya mwili yaliyoandikwa katika Wagalatia 5 mstari wa 19 yale yote ambayo nimeyataja yanakufanya uwe na harufu mbaya, ndio harufu mbaya zenyewe. Kwa hiyo ukimkiri Yesu anafanya kama manukato wewe uweze kuvutiwa kwa Mungu naye aweze kukubali, maana anasema njoni tusemezane, japokuwa dhambi zenu zijapokuwa nyekundu kama bendera zitakuwa nyeupe kama sufu. Kwa hiyo mstari ambao umetuongoza leo umetoka katika kitabu kile cha Waefeso ambayo ndio neno linatoka sasa hapo. Kwa nini Yesu Kristo ni manukato? Tusome hapa Waefeso 5 mstari kuanzia wa kwanza. Anasema hivyo mfuateni Mungu kama watoto wanaopendwa. Fuateni Mungu kama watoto wanaopendwa. Mkaenende katika upendo kama Kristo naye alivyowapenda ninyi, tena akajitoa kwa ajili yetu sadaka na dhabihu kwa Mungu kuwa harufu ya manukato. Manukato nimesema ni zile harufu zinazosaidia kuondoa, yani ni ile harufu ambayo inasaidia kuondoa harufu mbaya mwilini, lakini pia kumfanya mtu ajisikie vizuri na kuwa na mvuto. Kwa hiyo matendo mabaya huwa yanatufanya sisi wanadamu tutengwe na Mungu, tuwe mbali na Mungu, lakini pia na wanadamu wanatuchukia. Kama ni mwizi huwezi kupendwa, kama ni mwasherati huwezi kupendwa, kama ni fisadi huwezi kupendwa, unafanya ibada za sanamu sio rahisi kupendwa. Kwa hiyo Yesu Kristo kama manukato, tukiingia ndani yake tukamkiri, atatufanya tujisikie vizuri, lakini pia tuwe na mvuto kwa watu na kwa Mungu. Asante sana kwa kunitazama. Nipende kukuambia kwamba neema ya Kristo ikawa pamoja nawe, mwenye kusikia na asikie. Amen.